Kati ya kosa kubwa wanalofanya hususan mabinti ni kupendana mtu bila kuangalia background yake, alafu ukajidanganya kwamba mkishaoana atabadilika au utamuombea abadilike, utafunga utamuombea abadilike. Naomba nikwambie, ukishindwa kuwa na uhakika sana kuhusu background yake, unaweza ukaingia kwenye mahusiano ukakuta yuko vile vile, na ukashindwa kukaa naye, ukajikuta muda mrefu unatumia kwenye kufunga na kuomba ili abadilike, wakati hawezi kubadilika kwa sababu hajawahi kubadilika, alikuwa hivyo hivyo ukiwa naye. La pili ambalo natamani kulizungumza katika vitu ambavyo ni vizuri kuwa makini navyo ni kuhusu character. Character ni tabia yake. Bahati mbaya watu wengi ambao wanaingia katika kudate au kutafuta mwenza, wanapojitayarisha na ndoa, wana concentrate kwenye kuangalia vitu vingine visivyo vya muhimu na wanasahau vitu vya muhimu. Tabia ni kati ya vitu vya muhimu ambavyo ni lazima uvikague, kwa sababu kuwa mwanaume ni jambo moja, kuwa mume ni jambo lingine. Kinachomfanya mtu awe mume sio kitu au vitu anavyomiliki, ila ni tabia alionayo na utayari wake wa kubeba majukumu. Naomba nirudie tena. Kinachomfanya mtu kuwa mume, kuna tofauti ya mume na mwanaume. Kinachomfanya mtu kuwa mume sio vitu alivyonavyo, bali ni tabia alionayo au vile alivyo, pamoja na utayari wake na uwezo wake wa kuyabeba majukumu. That is what makes somebody a husband. Na ndio maana sio kila mwanaume anaweza kawa mume, ingawa kila mume ni mwanaume.